Nani mwenye kuyapeleka mambo? Nani mwenye kuhuisha na mwenye kufisha? Wanasema ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun, sema ya Muhammad, kama nyinyi kweli munakiri haya, afala tattaqun, hivi hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ikiwa tunaendelea na kipindi chetu cha tauhid, tumefikia katika anwa'u tauhid wa fawaiduhu, sampuli za tauhidi na faida zake. Tukaeleza katika darsa iliyopita kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume, limadha arsala Allahu ar-rusul. Tukaona sababu Allah aliyotuma mitume, lid'awati ila ibada au lid'awati ila ibadatihi, wametumwa ili walinganie waja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile wakanushe ushirikina kwa wale ambao wanafanya ushirikina kwa kutokumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kupeleka ibada inayomstahiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na vile vile tukaona tofauti ya an-nabiyu wa ar-rasul, tuliona pia, walillahi alhamd. Leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutaingia katika swali la 7 kama sijakosea, ambalo linauliza ma huwa at-tauhidu ar-rabb au ma huwa at-tauhidu ar-rububiyyah. Awalan ahibati fillah, tujue ya kwamba tauhid yanqasimu ila 3 aqsam. At-tauhid fi kulliyatihi yanqasimu ila 3 aqsam. Tauhidi inagawanyika katika sampuli 3 au tauhidi 3, na vigawanyo hivi ni tauhidu rububiyya wa tauhidu uluhiyya wa tauhidu al-asma wa sifat. Tauhidu rububiyya ya kwanza, tauhidu uluhiyya na tauhidu al-asma wa sifat. Tulisema katika darsa inayopita ya kwamba tutakuja kuzitaja tauhidi zimegawanyika sampuli ngapi au vigawanyo vingapi. Walillahi alhamd, leo hii tunaeleza kwamba tauhidi inagawanyika kwa vigawanyo vitatu, na tunasema kwa kinywa kipana kabisa. Madalilu ala hadha at-taqsim, dalili ya vigawanyo hivi ni ipi? Hal jaa hadithun ani nabii alayhi salatu wassalam, je, imekuja hadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam ya kuzungumzia vigawanyo hivi? At-tauhidu 3 au vigawanyo hivi vya aqsamu at-tauhid vitatu, je, imekuja hadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam? Aljawabu la, jawabu ni kwamba hapana, haijakuja hadithi kwa mtume alayhi salatu wassalam kuonesha kwamba tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu. Tuelewane mpaka hapa, tuwe pamoja. Tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu: tauhidu rububiyya, tauhidu uluhiyya wa tauhidu al-asma wa sifat. Hal jaa an nabi, ma dalilu ala hadha? Hal jaa lin nabi sallallahu alayhi wasallam, je, imekuja kwa mtume alayhi salatu wassalam vigawanyo hivi vimeeleza? Aljawabu la, haijakuja hadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Walakin ad-dalil, lakini dalili inayoonesha kwamba tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu kama yaqulu al-ulama, kama vile wanavyosema ulama, al-istiqra li adillati at-tauhid fi al-kitabi was-sunnah, ni kule kufuatilia na kusoma katika Qur'an na katika hadithi za mtume alayhi salatu wassalam, ndio ulama wakapata vigawanyo hivi vya tauhidi 3. Kusoma ahadith kusoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume alayhi salatu wassalam ndio kufuatilia kwao
na kuchambua kwao ulama wakaona hii tauhidi imegawanyika kwa sampuli hii tatu. Anasema fa inna istaqra'na adillat at-tauhid fi al-kitab was-sunnah fawajadnaha imma mutaalliqan bi af'alillah, kwa kule kufuatilia na kuchambua kwao katika dalili za aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam, asema tukapata imma mutaalliqan bi af'alillah, imma mutaalliqatan bi af'alillah, imma ile dalili na ile aya au ile hadithi ya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam na ile aya Allah subhanahu wa ta'ala imma inafungamana na vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma mutaalliqa bi af'ali au bi asma'i llahi wa sifati, ama wameona inafungamana aya ile walipoisoma, walipoifuatilia na kuizingatia, au hadithi ile ya Mtume alayhi salatu wassalam imma imefungamana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, wa imma mutaalliqa, imma imefungamanishwa aya ile na hadithi ile bi af'ali al-ibadi ala wajhi at-taqarrub, kwa vitendo vya waja kwa njia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alimna anna aqsama at-tauhid thalatha, ulama wanasema ndio tukajua ya kwamba hivi vigawanyo vya tauhidi ni vitatu. Kwa hiyo dalili ya kuonesha vigawanyo hivi vitatu vya tauhid tulivyovitaja, tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma wa sifat, ni kule kuchambua kwao ulama katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala na aya na hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, wakaona imma aya hii imefungamanishwa na af'al za Allah subhanahu wa ta'ala, ama aya hii imefungamanishwa na asma na sifat za Allah subhanahu wa ta'ala, ama aya hii imefungamanishwa na af'alul ibad ala wajhi at-taqarrub, ama aya hii na hadithi hii maneno haya wamefanya istinbat wakajua kwamba imefungamanishwa na ibada za waja au vitendo vya ibada, vitendo vya waja kujikurubisha kwa Mola wao. Wala yumkin, na haiwezekani kwa mja liabdin an yati biqismi rabi', nasema ulama, na haiwi kwa mja, haiwezekani kwa mtu aje na kigawanyo cha 4 cha aqsamu tauhid. Anapokaa mtu akasema maadamu ulama walifanya istiqra, walifanya istinbat katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, walipitia wakaona hizi tauhidi wamezitoa katika hizi ayat na hizi hadith, basi akakaa mtu akaona yeye pia anaweza akaja na kigawanyo chake cha 4, haiwezekani. Ulama wanasema li'annahu idha dhakara qisman rabi'an, asema idha dhakara qisman rabi'an, huyu mtu akija akitaja kigawanyo cha 4 cha tauhid, sayakunu raji'an ila ahadi hadhihi alkulliyat, asema basi vile vile kile kigawanyo kijanacho kitarudi kule katika vile vigawanyo vyote vile vitatu ambavyo ulama wamevigawanya. Mtu mathalan anapokuja na kigawanyo chengine cha 4 cha tauhid, kitazingatiwa au kitaangaliwa kigawanyo kile, bado kitarudi katika vigawanyo vile vitatu ambavyo wamevitaja maulama. Fa huwa laysa qisman wa inma naw'un min anwa'i alqism almadhkur, anasema hiyo itakuwa si kigawanyo bali itakuwa ni naw'un min anwa'i alqism almadhkur, basi itakuwa nayo ni moja ya sampuli ya hizo tauhidi ambazo zimetajwa na zimegawanywa na ulama. Wa hadha taqsim hasir li anwa'i at-tauhid. Katika iman tauhidullah azza wa jalla alladhi sammaynahu bi tauhid ar-rububiyyah, tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inaegemezwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ambayo tumeita tauhid ar-rububiyyah, ndio hiyo ambayo imeeleza saletu ma huwa at-tauhid ar-rabb au ma huwa tauhid ar-rabb au ma huwa tauhid ar-rububiyyah. Asema hiyo tauhid ambayo ulama wameita tauhid ar-rububiyyah huwa tauhidullah bi af'ali, nayo ni tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi vitendo vya Allah? Kal khalqi, kama kuumba,
warizqi, na kutoa rizqi, walihya, na kufanya kuleta uhai kwa viumbe vyake, walimata, na kufanya viumbe vyake viondoke katika dunia, yani vifariki, watadbir, na kupeleka mambo. Yote hii ni miongoni mwa tauhidi ar-rububiyya, tauhidullah subhanahu wa ta'ala biaf'ali. Kwa hiyo tauhid ar-rububiyya ni tauhidullah subhanahu wa ta'ala biaf'ali, kalkhalqi watadbir walihya walimata wa ghayriha au wa ghayriha. Hii ndio tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tauhidi ar-rububiyya ambayo wameitaja ulama katika vile vigawanyo vitatu vya tauhidi tulivyovitaja. Fatauhidu ar-rububiyya huna an ya'tarifa al-'abdu, tauhidu ar-rububiyya waliotaja ulama ni mja atambue ya kwamba, wayataqid, na awe anaitakidi ya kwamba, anna Allah azza wa jalla huwa al-khaliq, ni atambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji. Kwa hiyo ni mtu ajue tauhid rububiyya inamaanisha kwamba ni mtu ajue ya kwamba Allah azza wa jalla huwa al-khaliq, na aitakidi katika moyo wake ya kwamba Allah subhanahu huwa al-khaliq, la sharika la, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akija mtu akawa yeye anaitakidi ya kwamba kunaye muumbaji mwingine, kunaye anayeumba mwingine mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa huyu ni mushrik, anakanusha ule uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, anakanusha tauhidur rububiyya ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana tauhidu biaf'alihi subhanahu wa ta'ala, ampokeshe mja Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake. Ndio hivyo tulivyovitaja. Kwa hiyo an ya'tarifa al-'abd wa an ya'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, kwamba Allah ndio mwenye kuumba, la sharika la, ana mshirika. Wa annahu subhanahu huwa ar-razzaq, na atambue na aitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku, la sharika la, hana mshirika. Asiwe mtu anaitakidi kwamba kunaye anayemruzuku mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mathalan ikiwa wewe ni mtu ambaye unaishi mahali unategemea fulani ndio anayekulisha, fulani ndio anayekusimamia mambo yako, unatakiwa utakidi kwamba ile ni sababu tu, lakini anayekulisha nani? Ar-Razzaq ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Kwa hiyo hata kama unafanya kazi, unapata pesa, unakula kupitia pesa zile, hutakiwi kujimakini ya kwamba mimi kwa kufanya kazi kwangu ndio naishi maisha mazuri, mimi kazi yangu hii ndio naishi maisha mazuri. La, lazima uweke mafungamanisho yako na riziki unayoipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mengine yote ni sababu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah ndiye anayekuruzuku. Wa annahu subhanahu huwa al-muhyi, na mtu anatakiwa ajue na itakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta uhai, ndiye anayefanya viumbe vyake vinakuwa hai. Wa annahu subhanahu huwa al-mumit, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayevifisha viumbe vyake na kuviondoa na kutoa amri ya kwamba viumbe vyake viwe ni vyenye kutoka na uhai. Wa hadha at-tauhid tauhidu ar-rububiyya, na hii ndio tauhidu ar-rububiyya. Fardun, anasema wa hadha at-tauhid fardun lazimun ala kulli muslim, na hii tauhidi ni lazima juu ya kila Muislamu, ni lazima kuitambua na kuijua tauhidi hii na kuwa nayo katika kifua chake. Lakin al-ityanu bihi la yakfi lidukhuli fi al-islam, lakini mtu anapokuwa na tauhidi hii akakiri kwamba Allah ndio mwenye kuruzuku, akakiri ya kwamba Allah ndio mwenye kupeleka mambo, akakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuumba, haitoshi ya kwamba hii ndio itampelekea yeye kuwa Muislamu, kuingia katika Uislamu. Yani fardun lazimun lilmuslim an yuwahhid Allah fi rububiyyati, bimaana
ni faradhi ya lazima kwa kila Muislamu au kwa Muislamu ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake, katika rububia yake Allah subhanahu wa ta'ala, katika ulezi wake. Ni kila mmoja, kila Muislamu ni lazima ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo, ajue kwamba yeye ndiye mwenye kuruzuku, yeye ndiye mwenye kulisha. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kuumba katika rububia yake. Lakini lau anna insana, lau mtu akafanyaje, wahada Allah, akampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia yake, akajua kweli, akakiri kweli kwamba Allah ndiye anayeumba, akakiri kweli kwamba Allah ndiye anayetoa riziki, akakiri kwamba Allah ndiye analeta uhai, akakiri kwamba Allah ndiye mwenye kufisha. Akiwa na haya mtu, hal naqulu innahu muslim? Je, tutasema yeye ni Muislamu mujarrad bimujarrad tauhid rububiyya? Kwa kuwa amekiri tauhid rububiyya tutasema huyu ni Muislamu? Aljawabu la, jibu la, bado hajakuwa Muislamu. Akakiri tu hii tauhid rububiyya peke yake, la yudkhiluhu dhalika fi alislam, hilo halimuingizi yeye katika Uislamu. Liannahu lam yati bilmiftah, kwa sababu yeye hajakuja na ufunguo ambao alladhi yati bayanuhu, alladhi yati bayanuhu, ambao ufunguo huu utakuja, tutaeleza, itakuja bayani yake insha Allah, itakuja mbele kuonesha kwamba ufunguo huu ni upi wa kumuonesha mtu ili aingie katika Uislamu, ili awe Muislamu, sio tu kukiri tauhid rububiyya peke yake. Kwa sababu gani? Kana al-kuffaru fi zamani an-nabiy alayhi salatu wassalam muqirrina bi tauhid rububiyya, walikuwa makafiri katika zama za mtume alayhi salatu wassalam wakikiri hii tauhid rububiyya, wayatakiduna anna al-khaliq huwa Allah, na walikuwa kitakidi ya kwamba mwenye kuumba nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakiduna anna al-khaliq huwa Allah wa anna ar-razzaq huwa Allah, na walikuwa wakitakidi na wakikiri ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuruzuku, wa anna al-muhyi huwa Allah, na walikuwa wakikiri ya kwamba anayeuhisha ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dhalik lam yudkhiluhum fi al-islam, lakini hilo halikuwaingiza wao katika Uislamu. Kwa hiyo tambua wewe mtazamaji ya kwamba tauhid rububiyya, kuikiri peke yake na kuikiri katika moyo wako ya kwamba kweli Allah ndio mwenye kupeleka mambo, kweli Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuumba, kweli Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuruzuku, haikupelekei wewe kuonesha kwamba wewe ni Muislamu, sababu makafiri wa zama za Mtume alayhi salam walikuwa wakikiri hivyo hivyo. Qala Allah azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul man yarzuqukum minas samai wal ard, sema Muhammad, ni nani anayewaruzuku nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Amman yamliku as-sam'a wal absar, nani mwenye kumiliki masikizi na macho? Waman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, ni nani ambaye anawatoa watu, anawapa watu uhai? Man yukhrijul hayya minal mayyit, nani anayetoa uhai katika umauti na anatoa mtu katika umauti katika uhai? Ni nani? Waman yudabbiru al-amr, nani mwenye kupeleka mambo? Fasayaquluna Allah, watasema ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa ni washirikina na makafiri wa zama za Mtume alayhi salatu wasallam, walikuwa wakiulizwa nani mwenye kuyapeleka mambo, nani mwenye kuhuisha na mwenye kufisha, wanasema ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun, sema ya Muhammad, kama nyinyi kweli munakiri haya, afala tattaqun, hivi hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, angalia, wao walikuwa wanakiri yote haya, wanakiri yote haya kwamba Allah ndio mwenye kupeleka mambo. Mnaona sasa Allah, mnaona makafiri hao walikuwa wanakiri, wanajua Allah ndio mwenye kupeleka mambo, wanajua kila kitu, lakini hawakuingia katika Uislamu. Hakikuwafanya wao, hiki ndiyo sababu ya wao kuingia katika Uislamu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala waambia, faqul afala tattaqun. Tauhid rububiyya ya ikhwani, mjue ya kwamba mtu anapoikiri tauhid rububiyya bado haijakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika Uislamu, kwa sababu washirikina
wa zama za Mtume alayhi salatu wassalam walikiri kabisa ya kwamba anayepeleka mambo ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeendesha mambo ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maa dhalik ma yudkhilum, maa dhalik hawakuingia katika Uislamu, maa dhalik haikuwa ni sababu ya wao kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo tauhidur rububiyya yastalzimu tauhidu al-uluhiyya. Tauhidur rububiyya la budda iwe pamoja na tauhid al-uluhiyya. Ndio ile tukasema tauhidur rububiyya wa tauhidu al-uluhiyya. Kwa hiyo tauhidur rububiyya lazima ifungamanishwe na tauhidul uluhiyya. Makafiri wa zama za Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa wanaikiri hiyo. Kwa hiyo kuikiri kwako tauhidur rububiyya peke yake haijakufanya wewe uingie katika Uislamu. Walidhalika qala Allah azza wa jalla fi al-aya faqul afala tattaqun, fi akhir al-aya aqul afala tattaqun ma dumtum tuqirruna anna Allah huwa alladhi yarzuq. Madamu nyinyi mnakiri kwamba Allah ndio mwenye kuruzuku, wa anna Allah huwa alladhi yuhyi, na Allah ndio mwenye kuruhisha, wa anna Allah huwa alladhi yumit, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kufisha, fa kaifa la tattaqun, vipi nyinyi mche Allah subhanahu wa ta'ala? Idhan tauhidur rububiyya fardun lazimun, tauhidur rububiyya ni farad ya lazima, lakini al-ityanu bihi la yakfi lidukhuli fi al-islam, lakini kuileta hii tauhidur rububiyya na kuikiri haitoshi, la yakfi, haitoshi kuingia katika Uislamu. I'tibar, na kuzingatiwa mtu musliman, i'tibaru almar'u musliman, na kuzingatiwa mtu kuwa ni Muislamu. Kwa hiyo tauhidur rububiyya ndio katika iman, haitoshi kuzingatiwa mtu kuwa ni Muislamu anapoikiri tauhidur rububiyya, la budda an yakuna tauhidul al-uluhiyya ma'an, lazima iwe pamoja na tauhidul uluhiyya, zifungamanishwe na tauhidul uluhiyya, ndiyo huyo mja atakuwa ameingia katika Uislamu na amekuwa ni Muislamu. Kwa hiyo tutakuja kuona huko mbele maana ya tauhid ar-rububiyya, tutakuja ijua tauhidul al-uluhiyya ni ipi, hii ambayo ni lazima mtu aifungamanishe na tauhidu ar-rububiyya. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tujue ya kwamba tauhidi zimegawanyika tatu kama walivyosema ulama, na hakuna hadithi ambayo imekuja kuonesha ya kwamba tauhidi hizi zimegawanywa na Mtume alayhi salam. Tujue hapo, tushikane hapo, kwa sababu hapo ndo kwenye shida ya kufahamu. Lakini istiqra ya ulama na istinbati yao ikatuonesha kwamba unapoisoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaona imma inafungamanishwa na vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, ama inafungamanishwa na majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ama imefungamanishwa na vitendo vya waja vya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo ndugu katika imani, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie na tuyajue haya yote. Bali katika aya Allah subhanahu wa ta'ala sema rabbus samawati wal ard wama bainahuma, rabbus samawati wal ard wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Aya hii imekusanya tauhidi zote tatu, lakini tutakuja ona huko mbele biidhnil Maula subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni wale ambao watasikia khairi na kuyafanyia kazi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuoneshe haki ilipo ili tuweze kuifuata, na tuoneshe batil ilipo ili tuweze kuepukika na batil kama hiyo. Ikiwa nimepatia katika mazungumzo haya fa bitawfiqi llahi azza wa jalla, na ikiwa nimekosa faminni wa minash shaitan wallahu wa rasuluhu minhuma bari'an. A'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.